Na mpo Arusha na mna supply Arusha peke yake au mna supply baadhi ya mikoa pia? Sasa hivi tunajitahidi kusupply baadhi ya mikoa kama Dar es Salaam, tuna supply kwa watu wa Dar es Salaam. Ukisikia Jiko Janja ujue kabisa ni Jiko Janja na sio wa matapeli. Maana watu wengine wanapigia simu wasema hii kitu ni kweli, inawezekana kweli. Hawaamini. Kwa sababu mimi mwenyewe mara kwanza baada ya kuona mtandao uende kwanza. Nikasema mimi ngoja niende nikaangalie kwanza. Maana nikasema inawezekanaje yani. Kwa duka ile jiko likatumia au ile chafu alafu kidogo tu kwa muda mrefu. Nikasema hapana, ngoja nije ni prove. Na ndio maana nikaje nikaangalia na nikaona kitu kama. Ni changamoto gani zaidi ambazo mnakuwa mnakutana nazo? Changamoto ambazo tunakutana nazo, baadhi ya wateja wanakuta sio waaminifu, na pia sasa hivi Watanzania wengi hawaamini. Na Mtanzania anataka paka huduma imfikie ndo alipe. Sasa mwingine unakuta anasema niagizie jiko niko mkoa fulani. Likifika kule ukimpigia ameingia mitini hapatikani tena. Kwa hizo ndo changamoto tunazokutana nazo. Unakuta mteja kweli tumesema na ngoja tumuamini tumtumie, ikifika kule apokea labda ndo atulipe, maana unajua bila kufanya hivyo huwezi kufanya mauzo kwa sasa hivi. Maana matapeli pia wamekuwa wengi, wanaingia kwenye akaunti za mtu, anaandika jina, anachukua taarifa za kwako, anakuwa anawatumia wateja. Kwa hiyo wateja wengi wanakuwa wanapigwa. Kwa hiyo mteja akipigwa kwa staili ile anakuwa haamini. Kwa hiyo na sisi tukisema tumtumie mteja, unakuta mteja mwingine na yeye sio muaminifu pia, na yeye anaingia mitini, tunashindwa kuwapata. Kwa hiyo changamoto kama hizo, tumeshalipia jiko kusafirisha kwenye mabasi, likifika kule inabidi tena tulirudishe. Kwa hiyo changamoto za kama hizo ndio tunakutana nazo nyingi. Nini mnachokifanya sasa ili kuweza kudhibiti hilo? Kwa sababu naamini kwamba sasa hivi mtu anaweza kaamua kuanza kujiita naye Super Tool Engineering, akaanza kusupply hizo products zenu, yani, au akawapiga watu kupitia style hiyo. Yaani sasa kwa sasa hivi kitu ambacho kwa tunakifanya, maana tuliona upigaji unakuwa ni mwingi, tukawa tunawaambia wateja wetu usikubali kufanya malipo yoyote, maana si hatuna huduma ya mteja kulipa kwanza. Na tukawa tunafikiria kuendelea kufungua baadhi ya matawi, hata mzigo wetu ukafikie labda sehemu kama Dar es Salaam, ufike Dar es Salaam pale. Ukifika pale akachukulia kwa wakala pale, inaweza ikawa rahisi kidogo na upigaji unaweza ukapungua hapo. Namba za simu ambazo mnatumia kwa ajili ya maulizo au mauzo ni zipi? Namba za simu zipo. Kuna namba ya Voda 64 0810 57. Namba hii taratibu mjomba. 07 07 64 0810 57. Namba hii pia ukitutafuta kwa njia ya WhatsApp unaweza kupata majibu ya haraka zaidi, kwa sababu labda kwa sasa hivi tukitaja namba hii kila mtu atataka labda kupiga. Unakuta anakuta namba iko busy. Anakuta changamoto hiyo.